Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Naomba nitumie fursa hii kwanza kumpongeza mkurugenzi mtendaji na bodi ya wakurugenzi wa TANESCO kwa hatua hii muhimu na kubwa katika mapinduzi ya utoaji wa huduma kwa wateja katika mashirika ya umma. TANESCO oye! Pili, naomba niwapongeze kwa utekelezaji wa agizo hili la serikali lililotolewa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko ya kwamba tuimarishe utoaji wa huduma kwa wateja ikiwemo kuwawezesha kupiga simu TANESCO kwa maulizo, changamoto au upatikanaji wa taarifa mbalimbali bila malipo, na leo mmetekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, na pia kwa mara nyingine tena naomba niwapongeze sana. Ndugu zangu, ni heshima kubwa sana kwangu kuwa sehemu ya uzinduzi wa namba hii mpya 180 yenye lengo la kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaweza kupiga simu muda wowote na kupata huduma kutoka TANESCO bila kukatwa pesa ya salio kwenye simu yake, na hii ndiyo azma ya serikali ya awamu ya 6 katika kuhakikisha tunawahudumia Watanzania kwa urahisi na viwango bora vya utoaji wa huduma. Nimetembelea kituo hiki cha miito ya simu mara kadhaa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu pia ametembelea hapa mara kadhaa. Na mara zote ambazo tumekuwa tukitembelea, tumekuwa tukipewa taarifa ya uwezo wa kituo hiki ni kuwa kituo kinaweza kupokea simu wa wastani wa simu takriban 15,000 kwa siku, lakini simu zilizowahi kuingia kwa wiki ziliwahi kufikia simu 50,000 kwa siku mpaka kufikia mwezi Julai 2024. Na hii inaonyesha Watanzania walikuwa wanatumia gharama kubwa ya salio katika kuwasiliana na TANESCO kupitia huduma hii ya huduma kwa wateja. Pamoja na hayo, changamoto zingine imekuwa ikiwepo kukumbuka kwa urahisi namba ya awali ambayo tunaitumia ya 0748550000 na hivyo kuwafanya baadhi ya wateja kushindwa kutoa taarifa kwa TANESCO, kwanza kwa kutokuikumbuka namba kwa urahisi ama kukosa salio kwenye simu. Hivyo, serikali kupitia Wizara ya Nishati imeona ni vizuri kukawa kuna namba rahisi ambayo mteja ataikumbuka, lakini pia kumwezesha mteja huyo kupiga simu hata kama hana salio. Na ndio maana namba ya dharura kwamba ndio ina maana wa namba ya dharura kwamba uweze kuwasiliana na namba hiyo kwa wakati wowote inapotokea dharura au changamoto inayohusiana na umeme. Ndugu zangu, matumizi ya namba hii ya bure ya 180 itawezesha pia TANESCO kuweza kujiimarisha katika kutoa huduma, kwani itatoa wigo mkubwa wa wateja kutoa taarifa, na mara taarifa hizo zinapofanyiwa kazi ndivyo shirika linapokuwa linaimarisha zaidi kujua wapi kuna changamoto na namna gani ya kukabili changamoto hizo katika kuwahudumia wateja. Nimetaarifiwa kuwa shirika limejipanga vyema katika kupanua wigo wa upokeaji wa simu kwa kuwezesha idadi ya wapokeaji simu kufikia upokeaji wa simu 150 ili kuhakikisha wateja wanahudumiwa ndani ya wakati. Pia namba hii ya 180 mpaka sasa ni bure kwa wateja wa mitandao yote ya simu nchini, na wale wa mtandao ya Yasi na yenyewe itapatikana hapa mbele hivi karibuni, na wenyewe pia wataweza kufanya mazungumzo na mtoa huduma, na tunaamini pia kwa mtandao huo taratibu zitakamilika, lakini kwa sasa ni kwa wateja wa mitandao yote kasoro hii moja ambayo hivi karibuni na yenyewe itakamilika kwa ajili ya matumizi. Naomba nielekeze yafuatayo kwa wafanyakazi wa TANESCO. Moja, kwa wapokeaji wa simu kuwahudumia wateja na kuwapa majibu mazuri na kuhakikisha changamoto zao zinatatuliwa, na kwenye hili usimamizi wa karibu unahitajika kwa mameneja wa mikoa na maafisa huduma kwa wateja katika kusimamia kwa karibu watoa huduma hawa ili kuendelea kulipa taswira nzuri shirika letu. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ameshasisitiza hili mara kadhaa, na mimi niendelee kusisitiza juu ya umuhimu wa kuendelea kuimarisha utoaji wa huduma ambao unakidhi mahitaji, lakini lugha pamoja na namna ya kuhudumia wateja wetu tuendelee kuzingatia kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu alisema hatutavumilia huduma ambayo haikidhi vigezo kwa wateja wetu. Kwa mameneja wa mikoa na wilaya nchi nzima, pili, kuhakikisha wateja wanapotoa taarifa za changamoto zao zinatatuliwa kwa usahihi
ndani ya yale masaa 4 ambayo tulikubaliana, ili kupunguza malalamiko ya wateja kutofikiwa kwa wakati na kuongeza idadi ya simu zinazojirudia katika kituo cha miito ya simu call center kwa wateja kutoa taarifa za matatizo yale yale kwa kuwa hawakufikiwa ndani ya muda. 3, kwa uongozi wa shirika kuendelea kukisimamia kituo hiki cha miito ya simu kwa karibu, kwani kinabeba taswira chanya ya utoaji wa huduma zetu, na inapotokea mtu mmoja kutoa huduma kwa ufanisi, basi kuchukuliwa hatua mara moja ili kuhakikisha wateja wote wanahudumiwa kwa ubora na kwa wakati. Hata sisi katika shirika letu la umeme Tanzania TANESCO, kazi yetu ni kutoa huduma, tunawahudumia wateja. Kwa maana hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba huduma zetu tunazowapatia wateja wetu zinakuwa ni za kiwango cha hali ya juu kinachokidhi mahitaji ya wateja wetu, lakini pia kiwango ambacho hakiachi wateja wetu wakitulalamikia. Na katika kutekeleza jukumu hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tumekuwa tukitumia kituo hiki cha miito ya simu kwa ajili ya kuwahudumia wateja wetu, lakini pia tumekuwa na vituo vya miito kama hivi katika ngazi za mikoa na wilaya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii huduma inapatikana kirahisi kwa wateja wetu, lakini pia kuipunguzia mizigo kituo hiki ambacho ni cha hapa makao makuu. Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo, mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe, za kiofisi na zile za mitoko mbalimbali, yani casual. Iwe uko Dar es Salaam, mikoani na hata nje ya nchi, tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Dior na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather unapata kwa jumla na reja. Asikwambie mtu bwana, bei yenyewe sasa ni kama bure. Alo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia Insta account yetu Chotara_corporate_store au piga simu namba 0768263020.